Jina la Bwana libarikiwe. Tunamwalika ndugu yetu Imani Mkata Lafua kuweza kuja mara moja ili tuweze kuingilia neno la jioni ya leo, kwa sababu ya mzigo mzito wa hili neno. Labda tuwe tuna kokota ili labda kama Mungu anaweza jalia tukaende kulimalizia wakati wake ambao unafaa. Hivyo tufungue Mathayo mtakatifu sura 19 vesi ya kwanza hadi vesi yake ya 8. Tukiwa chini ndio tutasoma Mwanzo sura 20 vesi ya kwanza hadi vesi ya 18. Ikiwa tumekwisha kupata, tusimame kwa ajili ya kuleta heshima kwa usomi wa neno la Mungu. Karibu. Tunasoma katika Mathayo 19:10. Ndio. Ikawa Yesu alipomaliza maneno hayo, akatoka Galilaya akafika mipaka ya Uyahudi ngambo ya Yordani. Makutano mengi wakamfuata, akawaponya huko. Amen. Basi Mafarisayo wakamwendea wakamjaribu, wakimwambia, "Je, ni halali mtu kumwacha mkewe kwa kila sababu?" Akajibu akawaambia, "Hamkusoma ya kwamba yeye aliwaumba mwanzo, aliwaumba mtu mume na mtu mke? Akasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, atambatana na mkeo, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Sasa basi aliwaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe." Amen. Wakamwambia, "Jinsi gani basi Musa aliamuru kumpa hati ya talaka na kumwacha?" Akawaambia, "Musa kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwapa ruhusa kuwaacha wake zenu, lakini tangu mwanzo haikuwa hivi." Amen. Tunaomba sote. Mungu Bwana wetu Yesu, hivi Baba, tayari tumesoma neno lako, hivyo twaomba ulibariki neno lako, ubariki na mkutano wote kwa jumla Baba. Kwa njia ya neno tupate tena nguvu jioni hii ambayo tumekuja Baba mbele zako kukuabudu Baba. Ututakase kwa njia ya hili neno lako la jioni ya leo, utuoshe tena mioyo, roho, nafsi na miili yetu kutokana na tamaa chafu za mwili, kutokana na kutokuamini kote, kutokana na giza yote Baba. Tunaomba Yesu kwamba usimamie mkutano, umiliki, utawale, uongoze, ujibu mahitaji ya watakatifu na wateule
ambayo wamekuja nayo mbele zako mnamo jioni ya leo. Uponye wagonjwa, uokoe waovu, twaomba chini ya damu kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Tunaweza keti. Karibu katika Mwanzo. Naenda Mwanzo 20. Soma hapo. Hiyo 21 hadi verse yake ya mwisho, yaani unasoma hii sura yote ya 20. Ibrahimu akaondoka huko kwenda nchi ya kusini. Akakaa kati ya Kadeshi na Shuri. Naye akatembea katika Gerari. Ibrahimu akamnena Sara mkewe, huyu ni ndugu yangu. Basi Abimeleki mfalme wa Gerari akapeleka watu wakamtoa Sara. Lakini Mungu akamjia Abimeleki katika ndoto ya usiku, akamwambia, umekuwa mfu wewe kwa sababu ya mwanamke huyu uliyemtwaa, maana ni mkewe mtu. Basi Abimeleki alikuwa hakumkaribia. Akasema, Bwana, je, utaua hata taifa lenye haki? Je, hakuniambia mwenyewe huyu ni ndugu yangu? Na mwanamke mwenyewe naye alisema, huyu ni ndugu yangu. Kwa ukamilifu wa moyo wangu na kwa kuwa safi mikono yangu nimefanya hivi. Mungu akamwambia katika ndoto, nami nimejua ya kwamba kwa ukamilifu wa moyo wako umefanya hivi, ndipo nami nikakuzuia usitende dhambi. Nikakuzuia usitende dhambi. Kwa hiyo sikukuacha umguse. Basi sasa umrudishe mwanamke kwa mtu huyo, maana yeye ni nabii, naye atakuombea upate kuishi. Bali usipomrudisha, fahamu ya kwamba kwa hakika utakufa wewe na watu wote ulio nao. Abimeleki akaamka asubuhi na mapema, akawaita watumwa wake wote, akawaambia maneno hayo yote masikioni mwao. Nao watu hao wakaogopa sana. Kisha Abimeleki akamuita Ibrahim, akamwambia, umetutenda nini? Nimekukosa nini hata ukaleta juu yangu na juu ya ufalme wangu dhambi kuu? Umenitenda matendo yasiyotendeka. Abimeleki akamwambia Ibrahimu, umeona nini hata ukatenda jambo hili? Ibrahimu akasema, kwa sababu naliona yakini hapana hofu ya Mungu mahali hapa, nao wataniua kwa ajili ya mke wangu. Naye kweli ni ndugu yangu, binti wa baba yangu, ila siye mwana wa mama yangu, ndipo akawa mke wangu. Ikawa hapo Mungu aliponisafirisha kutoka nyumba ya baba yangu, nikamwambia, hii ndiyo fadhili yako utakayonifanyia. Kila mahali tuingiapo useme, huyu ni ndugu yangu. Basi Abimeleki akatoa kondoo na ng'ombe na watumwa na wajakazi, akampa Ibrahimu, akamrudishia Sara mkewe. Abimeleki akasema, nchi yangu iko mbele yako, kaa upendako. Amen. Naye akamwambia Sara, tazama, nimempa ndugu yako fedha 1000. Itakuwa kifunika macho kwako mbele ya wote walio pamoja nawe. Nawe utakuwa na haki mbele ya watu wote. Ibrahimu akamwomba Mungu. Mungu akamponya Abimeleki na mkewe na wajakazi wake, nao wakazaa wana. Maana Bwana alikuwa ameyafunga matumbo ya watu wa nyumbani mwa Abimeleki wasizae kwa ajili ya Sara mkewe Ibrahimu. Amen. Bwana aongeze baraka juu ya neno lake. Amina. Hivyo tutaendea somo letu la ndoa na talaka, le mariage et le divorce, na mengine mchungaji makamu atayafanya tu. Naona tujaribu kukokota kwanza, kwa sababu kuna maswali hapa ambayo watu hawakuweza kunasa vizuri hapa katika hii sehemu ambayo tuliingia tangu hapo siku ya pili.
ila sasa kwa ajili ya kukomboa muda tutachukua tu hii paragrafu ya 204 na 205, sababu tulishia ku paragrafu ya 205. Sasa tukokote kidogo huku nyuma, turudi kidogo ili watu waelewe 204, 205, kisha tutaendelea kadiri Roho Mtakatifu atakavyotuongoza. Ndugu achukue. Sasa tuwe makini kwa ajili ya kujifunza hili somo, kwa kuwa ni somo ngumu na ni swali ngumu la wakati huu. Bwana asifiwe sana. Karibu tufuate kwa makini. Ndiyo 204. Daudi mfalme ambaye alimwakilisha Kristo. Bwana asifiwe sana. Ya kwamba Daudi mfalme ambaye alimwakilisha Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Daudi mfalme ambaye alimwakilisha Yesu Kristo. Shikilia hilo akilini mwako. Sawa. Daudi alimwakilisha Kristo. Daudi alimwakilisha Kristo. Mungu ametuambia hapa kwamba ushikilie hili akilini mwako. Daudi mfalme alimwakilisha Kristo. Je, mnaamini hilo? Amen. Kusanyiko linasema amina. Amen. Kristo anaketi, ataketi kwenye kiti chake enzi. Kristo s'assiera sur son trône. Kristo anaketi, ataketi. Kristo ataketi kwenye kiti chake cha enzi. Bwana asifiwe sana. 20. Na huyu Daudi, mtu aliyeupendeza moyo wake Mungu, alikuwa na wake 500. Kabisa. Unaona nalomaanisha? Daudi akiwa na wake 500. Sawa. Sulemani na 1000 wake. Bwana asifiwe. Daudi akiwa na wake 500. Sulemani ni mtoto wake yeye mfalme Daudi. Mtoto wa mfalme Sulemani akiwa na wake 1000. Si tunaingia kwenye agano jingine, agano maradufu, agano ya wengi, mume mmoja, wanawake wengi, ambalo iliingizwa kwa wanyama, kwa wanadamu na kwa wanyama. Bwana asifiwe sana. Nafikiri hilo ni jambo ambalo tulilisikia. Jimbi moja kuku, uwanja mzima wa kuku. Un seul coq, beaucoup de poules. Toute une parcelle de poules. Ni jambo ambalo liliingizwa baada ya nini? Baada ya dhambi kuingia hapa, Mungu akafanya agano jingine. Bwana asifiwe sana. Sababu hili agano tumeliona ni agano sasa ambalo ni tofauti na agano la kwanza hapa kwenye Mwanzo, ambapo hapa watu waliongezeka kwa njia ya uumbaji. Lakini baada ya dhambi kuingia Mungu akafanya agano jingine la watu kuanza kuongezeka kwa njia ya tamaa ya kujuana kimwili. Bwana asifiwe. Na sasa hapo tena jambo lingine likaongezeka, agano lingine likaja la mmoja wengi. Mume mmoja wake wengi. Bwana asifiwe sana. Tuwe tunakuwa makini na bila kukosa kujua kwamba hii agano iliingia hapa baada ya maanguko. Bwana asifiwe. Lakini hata hivyo monogami nayo ilikuwa tu pale, haiko sasa ndio watu wote ndio walioa wanawake wengi. Ukawa na watu ambao walikuwa na mmoja, walikuwa monogami na wengine wakaingia mpoligami, kwa sababu Mungu ndio aliruhusu hilo nalo liwepo baada ya maanguko. Na Sulemani ni mwana wa Daudi kimwili. Na Sulemani ni mwana wa Daudi kimwili, ambaye anamwakilisha Yesu Kristo, mwana wa Daudi kiroho. Bwana asifiwe sana. Ambaye anamwakilisha Yesu Kristo, mwana wa Daudi kiroho. Yesu Kristo ni mwana wa Daudi kiroho. Bwana asifiwe. Sulemani anamwakilisha Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Sulemani ambaye ni mwana wa Daudi anamwakilisha
Yesu Kristo ambaye ni mwana wa Daudi kiroho. Yesu Kristo ni mwana wa Daudi kiroho. Lakini hayo ni maisha ya kawaida. Or dans ce cas-là, c'était la vie naturelle par les sexes. Maisha ya kujuana kimwili. Haya yatakuwa kiroho yaliyohumbwa. Usikie hapa. Pourquoi? Kwa nini? Pourquoi? Yamehumbwa. Créer. Création. Tuko hapa. Juu ya uumbaji. Créer. Naona? Hivyo ndivyo ilivyokuwa hapo mwanzo. Lakini si sasa katika maisha haya tunayoishi sasa. Bwana asifiwe. Hivyo ndivyo ilivyokuwa hapo mwanzo. Hapa palikuwa creation. Kulikuwa tu uumbaji. Sasa hivi sasa ni tofauti katika haya maisha tunayoishi. Bwana asifiwe sana. Si tena uumbaji. Ni nini? Ni njia ya kuongezeka kwa njia ya kujuana kimwili. Sawa? Sasa hapo usipopaelewa vizuri, utawaza si sasa katika maisha haya poligami. Ni mambo ya uumbaji ambayo ukiangalia huku mwanzo hili jambo la watu kuongezeka kwa njia ya kujuana kwa tamaa ya kimwili alikuwepo, ilikuwa kuongezeka kwa njia ya uumbaji. Tuko tunaelewa pale vizuri. Hapa panachanganya watu wengine. Hizi phrases urudilie kwanza hapo kidogo. Pourquoi créer? Kwa nini yamehumbwa? Unaona? Hivyo ndivyo ilivyokuwa hapo mwanzo. Uumbaji ndio ulikuwa hapo mwanzo. Lakini si sasa katika maisha haya tunayoishi sasa. Mais pas maintenant dans cette vie que nous vivons maintenant. Lakini si hivyo katika haya maisha tunayoishi sasa. Haiko hivyo, haiko création. Iko sasa les sexes, yaani repeuplement par les sexes. Tuko pamoja? Usichanganyikiwe hapo. Angalia msikose hili sasa. Liwekeni lote mioyoni mwenu. Remarquez, ne manquez pas ceci là. Faites descendre tout ça dans vos cœurs. Bwana asifiwe. Kwamba angalieni msikose hili sasa, muweke haya yote ndani ya mioyo yenu. Lakini hapana mmoja wa wanawake hao angeliweza hata kuwa na mume mmoja zaidi. Bwana asifiwe sana. Lakini hapana, par contre pas même une seule de ces femmes-là ne pouvait avoir un autre mari. Unaona? Ne pouvait avoir ni wakati ambao umepita, ni imparfait. Andika kwanza pale kwanza pouvait. Imparfait. P-O-U-V-A-I-T. Sawa? Hakuna mmoja wa wanawake hao ambaye angekuwa na waume wengi. Mwanamume ndiye kiumbe cha asili, si mwanamke. Mwanaume ndio kiumbe cha asili, si mwanamke. Tunaamini hilo? Ndio vile Mungu alituambia kwamba mwanaume ndio kiumbe cha asili, si mwanamke. Mwanamke ni zautuka, ni fotokopi, ni kitu ambacho kilitoka kwa kingine. Mwanamke alitoka kwa mwanaume. Kwa hiyo yeye si kiumbe cha asili. Mwanaume ndio kiumbe cha asili. Mwanamke ni kitu ambacho kilitoka kwa mwanamume. Hapana mmoja wa hao wanawake angaliweza kuwa na mume mmoja zaidi. Lakini huyo mume mmoja angaliweza kuwa na wake 1000. Pas une seule de ces femmes ne pouvait avoir un autre mari. Ne pouvait avoir. Ile imparfait. Ni wakati ambao umepita, ni passé. Mais ce mari-là, lui, il pouvait avoir 1000 femmes.
Lakini mwanaume yeye angekuwa na wanawake elfu moja. Mwanaume mmoja angekuwa na wanawake 1000, lakini hakuna mwanamke ambaye angekuwa na wanaume wengi. Hilo ni Bwana asema hivi. Hilo ni Bwana asema hivi. Yaani haya mambo ambayo tuko tunasikia ni Bwana asema hivi. Amen. Kusema mume mmoja wanawake wengi ni asema Bwana, ni Bwana asema hivi. Sawa? Iko asema Bwana hii. Hilo ni Biblia. Na hilo ni Biblia. Ni asema Bwana ni Biblia. Bwana kukatala hii. Ni asema Bwana ni Biblia. Sasa nimerejea nyuma nikachukua wakati wangu na kuwaonyesha nyuma huko kile kilichoanza, yale aliyosema Yesu. Sasa naliona dhahiri. Waliweza kuwa na wengi. Bwana asifiwe sana. Tuunganishe sasa na hii kuchagua bibi harusi. Sababu mwanzo tu wa hili fundisho niliwaambia kwamba wakati tutakuwa tunajifunza hili somo la ndoa na talaka, tutakuwa na masomo kama kuchagua bibi harusi na ile mbegu haitarisi pamoja na kapi, ambamo ni masomo ambayo ina mwingiliano, yaani maneno yanaingiliana, maneno ambayo utakuta humu ndoa na talaka. Nabii tena alikuja kuyafundisha humu kuchagua bibi harusi, ambayo sasa ni fundisho ya baada ya ndoa na talaka. Bwana asifiwe. Sababu hii ndoa na talaka ni yale le 21 février 1965. Sasa hii kuchagua bibi harusi hayo ni ya tariki ngapi? Ni ya tariki 29 siku ya 4. Si hivi tuko siku ya 4. Ndio ilihubiriwa hii kuchagua bibi harusi siku ya 4 jioni. Jeudi soir, siku ya 4 jioni hivi, tariki 29 mwezi wa 4 mwaka wa 1965. Sawa? Yaani hii ilifundishwa baada ya ndoa na talaka. Na hii meme jeudi hii siku ya 4 yenye hii ilifundishwa. Ndio hiyo siku ya 4 ambayo hii nyingine hii yenye tulikuwa tunasoma hapa. Ile mbegu haitarisi pamoja na kapi nayo iliweza kufundishwa, kwa sababu zilifundishwa mbili. Moja ilifundishwa kabla ya ndoa na talaka, kabla ya yeye afundishe ndoa na talaka. Siku ya 4 akafundisha kwanza ile mbegu haitarisi pamoja na kapi. Wewe mnaelewa vizuri? Bwana asifiwe. Akafundisha kwanza hii, kisha sasa ndio akaingilia ndoa na talaka. Kumaliza ndoa na talaka siku ya 4 tariki 29. Tariki 29, siku ya 4 tariki 29 mwezi wa 4 mwaka wa 1965 akafundisha hii ndoa hii ile mbegu haitarisi pamoja na kapi asubuhi. Sawa? Hii akaifundisha asubuhi. Kuchagua bibi harusi ile meme jeudi jioni akaifundisha. Na ndio sababu haya masomo tutakuwa tunaenda nayo yanakamatana. Sawa? Twende sasa ni kuchagua bibi harusi. Hapa mkuchagua bibi harusi kwa ajili ya kuunganisha wa Francais, yeye atasoma mparagrafu 135 hadi 137. Mimi wa Swahili nitasoma saa wewe chukua Swahili, tu as déjà le Swahili, tu prends paragraphe 101 mpaka paragraphe 105. Ndio Swahili. Français 135. Sawa? 20. Iko mupashe ya 19. 101. Mwanamke alifanyika kwa ajili ya mwanamume. Ndio. Si mwanamume kwa ajili ya mwanamke. Mwanamke alifanyika kwa ajili ya mwanamume, ndio vile maandiko yasemavyo. Si mwanamume kwa ajili ya mwanamke. Sawa wadada?
Mwanamke alifanyika kwa ajili ya mwanamume, si mwanamume kwa ajili ya mwanamke. Hiyo ndiyo sababu chini ya ile torati ya kale kuoa wanawake wengi kulikuwa halali. C'est pour cette raison que sous les anciennes lois la polygamie était légale. Andika était hapa chini ya pouvait. Andika sasa était. Sawa? Mwangalie sasa hapa. Soma sasa hapo, rudilia hapo sasa. C'est pour cette raison. Hiyo ndiyo sababu chini ya ile torati ya kale kuoa wanawake wengi kulikuwa halali. Bwana asifiwe sana. Hiyo ndiyo sababu chini ya ile torati ya kale kuoa wanawake wengi kulikuwa halali. Hiki ni kipindi cha wakati ambacho kimepita. Hii ni prouvé, hii ni été. Yote ni imparfait, ni temps passé. Bwana asifiwe. Imepita. Yaani hapa wandugu, tunapoingia hapa baada ya mwanzo, kuna mambo ambayo yaliingia kwenye kipindi cha wakati alafu yakaisha kwenye kipindi cha wakati. Yaliingia tena yakaisha. Musa alipokuja, basi hii poligamia, kuoa wanawake wengi kukaingia, ilikuwa ni ujumbe aliyokuwa nao Musa. Ujumbe huo ulipoisha, basi hilo jambo la kuoa wanawake wengi likawa limekomea hapo. Likawa imeisha. Sawa? Hapa kulikuwa vitu vingi ambavyo viliingia hapa. Mtu angeoa dada yake. Sawa? Lakini hicho kipindi nacho kilishaishi. Tuko huku baada ya mwanzo, lakini humu baada ya mwanzo pia mko vipindi pia vya nyakati. Ile mambo ingine yenye ilikuwa humu ujumbe wa Musa, mlikuwa pia kupiana. Mume anakufa, mdogo mtu anapiana ule mwanamke. Ilikuwa nayo ni ujumbe ipo inakubalika kabisa na neno katika wakati wa Musa. Lakini hayo yote yamepita, hayana tena nafasi leo. Bwana asifiwe. Na ndio sababu muliona haya mafundisho, na pia akatuambia kwamba hiyo ndiyo sababu chini ya ile torati ya kale kuoa wanawake wengi kulikuwa halali. Ni kipindi cha wakati ambacho kimepita. Ilikuwa halali mule wakati, na hiyo ni asema Bwana, na hiyo ni Biblia. Lakini kwa leo hapana, inakuwa viozo. Kwa wanawake wengi inakuwa viozo. Ndio hili lenye Nabii Branham akafundisha kabla ya kuingia mundoa na talaka, akafundisha mundoa na talaka. Ndio hivi venye anasema hapa, mwanaume mmoja angeoa, alikuwa anaoa alikuwa anaoa wanawake wengi. Pouvait se marier à beaucoup de femmes. Ndio sababu tulisoma pia paragrafu ya 47 mwii ile mbegu haitarithi pamoja na kapi ya kabla ya ndoa na talaka. Bwana asifiwe sana. Ndio sababu tutaenda kugundua kitu fulani. Soma kwanza sasa ile mbegu haitarithi pamoja na kapi ambayo ilihubiriwa siku ya 4 kabla ya mafundisho ya ndoa na talaka kuja kuhubiriwa siku ya Jumapili. Mnaona jinsi mambo yalifuatana. Hii yenye tuko tunataka kusoma, ile mbegu haitarithi pamoja na kapi ilikuwa jeudi kama hii, siku ya 4 hivi. Sasa kufika siku ya Jumapili, Nabii Branham akafundisha sasa ile ndoa na talaka. Sasa tusome ile mbegu haitarithi pamoja na kapi. Soma sasa paragrafe 47. Sema kwenye page 8. Bali Ibrahimu
alikuwa na wana wawili, Ndio. mmoja kwa Hagai aliyekuwa mjakazi wa mkewe, mjakazi wa Kimisri, Sawa. mrembo, mwenye uso mzuri, Sawa. ambaye Ibrahimu alikuwa amemtoa Misri kwa ajili apate kuwa mjakazi wa mkewe. Naye